Bana vipi London boy? Niambie. Kama kawaida? Mambo mazuri. Alhamdulillah. Bana Mapinduzi Cup hii hapa. Hatimaye na nyie mpo mechi ya kwanza na Fufuni, lakini naona mechi kwenye kundi lenu mpo pia na Mnyama. Mmejiandaaje kwanza kwenye maandalizi kuelekea kwenye Mapinduzi Cup? Alhamdulillah, kwanza tumejiandaa vizuri kama Mwema Kumbi City, timu ambayo kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwake imepata nafasi ya kuingia katika michuano hii ya Mapinduzi Cup. Tuko vizuri, tumefanya matayarisho makubwa. Leo kikosi kimeingia kambini asubuhi baada ya kumaliza mchezo wetu ule wa juzi dhidi ya KM kujiandaa na michuano ya Mapinduzi. So far kikosi chote hakuna hata mchezaji mmoja ambaye ana majeruhi. Wachezaji wote wapo tayari kwa michuano hii na tunataka tukafanye kitu kwa sababu tunaamini katika timu ambazo tuko nazo labda kwenye kundi letu pia zinafungika. Fufuni inafungika, tushacheza nayo tunaijua, ingawa umetufunga kule Kisiwani Pemba, walikuwa hapo kwao. This time wanakuja kwetu, si ndio? Kwa hiyo wanafungika na tumeona timu yao na tayari kuna sajili ambazo tushazifanya kwenye timu. Kwa hiyo tutaenda kufanya makubwa katika michuano. Hasa mechi ya kwanza Jumatatu dhidi ya Fufuni, tutaenda kupata ushindi wa kishindo tena. Baada ya hapo tarehe 3 tunakutana na Mnyama Mgao Tamu. Na kwa bahati nzuri tumeshajiunga kwenye chama cha wale Tamu Tanzania. Nimeona jana na Masanza naye ameniambia nao tayari timu yao imeshaingia pale. Kwa hiyo tupo na tutaenda kufanya kile ambacho ndugu zetu wanakifanya kila siku. Mwaliko wa chama hicho mlipona nani? Zaka, Babu Zaka. Ndo alitutumia mwaliko akatwambia ndugu zangu njooni hapa kuna raha huko. Ndio kila kizuri unakula na ndugu yako kama kwa hivyo Babu Zaka. Sio wakija kule tunapokea. Kwa hiyo sasa hivi amekuja mtu wao kwa ametupokea na sisi wametunga kwenye chama tukaifanya kazi ambayo wanaifanya kila siku. Na kama Mwema Kumbi City ni kama mmekasirika sana msimu huu kwenye Mapinduzi Cup. Kabisa. Yaani hatubahatishi. Leo jana tumetambulisha mchezaji ambaye anacheza Pamba Jiji, Pina Abdallah Idi, tumemchukua kwa mkopo kutoka Pamba Jiji, atahudumu timu yetu kwa miezi 6. Ujue kiasi gani tupo serious na hii michuano kwa sababu kumchukua mchezaji ambaye anacheza ligi kuu ukamshawishi aache ligi kuu aje kucheza miezi 6 katika timu yako na anaanza na Mapinduzi Cup sio kitu cha rahisi kabisa. Kwa hiyo ujue tuko serious na kuna sajili nyingine nzito zinakuja kuanzia leo. Hawa Simba mnaosema ya utamu ni kama wadharau hivi. Mnyama naye anachukia ujue kuitwa hivyo. Hapana. Hapana, hatumdharau. Tunamheshimu, senior team, big team, timu kubwa sana Tanzania. Lakini kiukweli Simba inafungika ndugu zangu. Yaani Simba inafungika. Yaani tusikae tukatishana Mnyama. Of course Mnyama ni timu kubwa na tunaiheshimu. Lakini Mwema Kumbi City inaenda kumfunga Simba mchana kweupe kabisa. Mechi itakuwa ni tarehe 3 saa 2:15 usiku. Amani Complex pale, bila shaka yoyote kwenye hiyo mechi tunaenda kupata raha kama ambavyo ndugu zetu wamekuwa wakipata. Mmetamani raha wanazopata wenzenu na nyinyi? Kabisa. Enjoy. Kabisa. Simba alikuja Mapinduzi Cup misimu miwili iliyopita huko, alifungwa na Mlandege. Mchezaji ambaye alitumika kuiua Simba yupo tena. Bwana yupo le bwana? Pina tumemchukua, ndo tulomtambulisha Abdallah Idi Pina, the killer is back. Au ndo kodi hiyo mmeona inafaa? Hapana, mifumo. Mifumo Mwema Kumbi City na bosi wetu tunamshukuru sana Usi Salum Pondeza Mjad, mmiliki na rais wa Mwema Kumbi City, ametusupport sana kwa sababu miongoni mwa pengo kubwa katika timu yetu ilikuwa ni nafasi ya striker. Tumekuwa tunasuasua sana, tunafika kwenye 18 lakini tunakosa magoli mengi. Timu mechi za kumaliza kipindi cha kwanza tuna struggle mpaka dakika 80 dakika 90 ndo tunapata goli. Kwa hiyo ametupa chaguo sahihi, chaguo ambalo tulitaka, amepambana, tumelipata. Simba anafungika. Unajua kina wamesema Albadiri ya kwao hiyo. Wanasafisha kila kitu wamesema. Wao wakija mara nyingi wakija Unguja wanafanya visomo Unguja, si ndio? Wanaenda hadi Pemba kufanya visomo na nini? Nasemekana anafanya visomo akija Unguja ili wapate ushindi. Sisi ndio tumetoka Pemba. Tumetoka Pemba tumekuja Unguja. Maana yake sisi tupo katika kiwanja cha nyumbani. Yaani mmemaliza kila kitu hapo. Simba anafungika. Na wakati huo mnawaza kuwafunga wao, wanawaza na ubingwa pia, usisahau. Nilishasema na narudia tena hapa ndugu zangu, katika kundi letu la timu 3 tupo sisi, yupo Fufuni, yupo na Simba Mgao Tamu. Mechi ya kwanza tunacheza na Fufuni Jumatatu, tunamfunga Fufuni magoli mengi tu, anatupeleka kwenye mechi ya pili. Mechi ya pili ya tarehe 3 tunacheza na Simba Mgao Tamu, na sisi tushajiunga na chama cha wale Tamu Tanzania. Simba tunaenda kumfunga. Anayekuja hapo hatua ya nusu finali sisi anatupeleka finali. Yaani kwa sasa hivi hata hii title ndugu waandishi inabidi muipeleke kwamba Mwema Kumbi City tayari ipo finali ya Mapinduzi Cup.
wana kocha mpya Steven Baka anakuja na mbinu mpya ambazo Mwembe Makumbi hamjawahi kuziona. Tuna wachezaji wenye experience, wachezaji ambao walitumika kuiadhibu Simba katika mechi ambazo alicheza na hiyo timu katika michuano ya Mapinduzi Cup, kama Mustafa Musin Park tunaye injini yetu, Said Hamza Dante tunaye kwenye timu yetu, na yule kila ambaye aliwaua Abdallah Idi Pina tunaye kwenye timu yetu. Hapo hatujachanganya na kumbe nyingine kina Keniali na wengine. Kwa hiyo hatuna shaka Simba anafungika, ndugu zangu. Unaposhiriki michuano kwa mara ya kwanza, unakuwa kuna malengo ya kwanza, labda ujifunze baadhi ya vitu, unaporudi second time uweze kujiimarisha na kuchukua labda ubingwa. Kwa nini mnajiona na uweza kuweka malengo makubwa sana kwenye michuano ya Mapinduzi, michuano mikubwa? Sisi waga hatubahatishi tunapoingia kwenye michuano yoyote ile. Ngoja nikupe historia ndogo ya timu yetu. Sisi tumepanda daraja msimu wa mwaka jana, ligi kuu ya Zanzibar. Tulivyopanda watu walitubeza sana, timu mpya amekuja ligi kuu, na tulikuwa tunaongea kama hivi kwamba sisi tutaishia top 4 ama tutachukua ubingwa. Timu mpya na nini, finally tumebaki top 4. Tupo Mapinduzi sasa hivi. Timu ambayo pekee haitobahatisha katika michuano kutokea Zanzibar. Kwa maana Zanzibar kuna timu 3, si ndio? Tupo sisi, Mwembe Makumbi City, yupo KVZ, yupo na Mlandege. Timu pekee ambayo itabaki mpaka finali Mapinduzi Cup ni Mwembe Makumbi City. Lazima tumfunge Simba, tumfunge Fufuni, tumfunge na anayekuja nusu finali. Haijalishi tunakutana na Yanga, tunakutana na Azam, tunakutana na Singida, tunakutana na Mlandege, tunakutana na Fufuni, tunakutana na KVZ. Mwembe Makumbi City kwa finali. Kifupi mtakayekutana naye mbele yenu halali yetu. Yaani lazima, hatuna namna. Yaani tumedhamiria. Unajua timu zilikuwa 8 kwenye michuano ya Mapinduzi zimeongezwa 2. Kwenye 2, hebu imagine kamati ya watu 10 wa michuano ya Mapinduzi Cup wamekaa wakapiga tathmini, wakasema Mwembe Makumbi City na deserve kuingia huko ndani kwenye timu 16 za ligi kuu, au tuseme timu 10 tuseme za ligi kuu ya Zanzibar, au timu zote za Tanzania nzima. Imeongeza TRA, imeongeza na Mwembe Makumbi City. Wameona kitu kama Mwembe Makumbi City na wanajua tunapokuwa kwenye michuano ya serious. Sisi tunaita kama bonanza tu. Tunafanya mazoezi kujiandaa na raundi ya pili ya ligi kuu Zanzibar. Kwa hiyo ili bonanza la mara hii tukumalize na hili. Majali nataona hii, lakini tunachokumwambia kidogo. Nimwambie nini? Kwenda kukutana. Taona hivi maana naye atapata hasira. Najua kabisa vijana wake namna kuwaambia kwamba bwana mdogo anatama sana. Hapana, hatuwadharau. Na hii usiseme tunawadharau, hapana. Hatuwadharau Simba, tunawaheshimu. Big team Africa. Tunawaheshimu sana kwa nafasi yao, lakini tuseme labda amekuja wakati mbaya kukutana na sisi. Pengine wangesubiri labda, au wangeomba hata kamati ya mashindano ya Mapinduzi Cup wasinge kwa group moja na sisi. Tuna njaa na ile kombe. Kwa mara ya kwanza tumeingia, naogopa sana timu ambazo zinaingia kwa michuano kwa kusuasuani. Zingezo timu 2 alafu ndio inaingia hiyo. Papa iko finali. Papa bingwa mpya michuano ya Mapinduzi. Ndio sisi hao. Kwa hiyo kaka yangu na mheshimu kubwa, na iheshimu taasisi yake ni kubwa sana. Sisi ni wageni kwenye michuano. Ni wapya pia ligi kuu ya Zanzibar. Ndio kwanza msimu wa pili, lakini safari hii amekuja wakati mbaya. Yaani amekuja wakati ambao sisi tunahitaji mafanikio kwenye timu. Tushajenga timu sana nyuma. Tangu daraja la kwanza tumejenga timu. Msimu uliomalizika tumejenga timu. Sasa hivi tunahitaji mafanikio kwenye timu. Asante.